KGB, shirika la kijasusi la Urusi, dubu lililokuwa na nguvu na uwezo mkubwa zaidi duniani kwenye ulimwengu wa kijamaa. Urusi ilipoundwa mwaka 1917, iliamua kuundwa kwa misingi ya ujamaa uliojengwa kwa miundo ya ukomunisti. Ukomunisti ndio ukawa moyo wa Urusi na Urusi ikawa ukomunisti. Misingi hii kalifanya taifa la Urusi kuwa taifa lenye maadui wengi duniani, hasa mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani. Kufuatia hatua hii, Urusi kaunda shirika la kijasusi ili kulinda maslahi na usalama wa shirikisho la Kisovieti ya Urusi lililoitwa KGB au Committee for State Security. Lilifahamika zaidi kama shirika la ukusanyaji wa taarifa za siri ambalo lilikuwa linafanya kazi zake ndani la muungano wa nchi za Kisovieti. Lilipata kuwepo katika karne ya 20. Shirika hilo limebadilishwa majina tofauti na kufanyiwa maboresho zaidi ya mara 5 tokea kipindi cha mapinduzi ya Urusi mwaka 1917. Jina la KGB lilikuwa jina rasmi kuanzia mwaka 1954 hadi mwaka 1991. Ila kiukweli shirika hili lilikuwepo muda mrefu, hasa katika muundo wa kisiasa wa taifa la Urusi. Kazi za shirika ziliongezwa zaidi kutoka katika mambo ya siasa ambayo yalikuwa yakifanywa kwenye shirika la mwanzo lililoitwa Okhrana, lililokuwepo kwenye kipindi cha utawala wa Tsar Nicholas wa pili. Mwaka 1917, Ilyich Vladimir Lenin aliamua kuunda shirika la kijasusi kwa kutumia mabaki ya shirika la mwanzo la kijasusi lililoitwa Okhrana. Hili shirika la KGB lililoundwa baadaye lilipokea majukumu kutoka kwenye hiyo taasisi ya kijasusi ya Cheka, ambayo yenyewe ilikuwa na majukumu hadi nje ya Urusi katika kukusanya taarifa za kijasusi na pia kulinda siri za Kisovieti, na ikawa ni pamoja na kukusanya taarifa za mataifa hasimu ya nje. Turudi nyuma kidogo. Mwaka 1880, Tsar Alexander wa pili, mfalme wa Urusi wakati huo, aliunda idara ya polisi kwa ajili ya taifa la Urusi, ambayo kwa wananchi wengi wa Urusi shirika hilo lilitambulika kwa jina la Okhrana. Majukumu ya mwanzoni ya shirika hili lilikuwa ni kuchunguza, kujipenyeza na kuzuia itikadi za siasa kali katika taifa hilo la Urusi katika kipindi cha karne ya 19 na 20, kwa kuweka watu wa Okhrana katika makundi mbalimbali ya kimapinduzi. Tsar aliendelea kujulishwa aina zozote za mipango ya hatari katika utawala wake na kuweza kuzuia mipango hiyo kwa haraka zaidi. Mwaka 1908 hadi 1909, wanachama 4 wa kamati ya St. Petersburg ya chama cha Bolshevik Party walikuwa ni maafisa wa Okhrana. Nicholas wa pili alikuwa na uhakika zaidi wa kiusalama kwa jinsi alivyoweza kujipenyeza katika makundi ya kimapinduzi, na hili lilipelekea kupuuzia onyo la mapinduzi ya karibuni ya mwezi wa 11 mwaka 1916 kutoka kwa baadhi ya wanachama wa serikali yake ambayo ilikuwa inaelekea kuanguka. Mwezi wa pili mwaka 1917, zaidi ya wafanyakazi 400,000 wa viwandani wa jiji la St. Petersburg walichoshwa na hali ya njaa na mazingira mabovu ya kufanyia kazi. Katika maandamano hayo, Tsar Nicholas alishindwa kuyazuia kwa sababu katika makundi yote ya kimapinduzi ambayo Okhrana walikuwa wanafuatilia mienendo na taarifa zao, makundi haya ya kimapinduzi hayakuhusika katika maandamano haya ya wafanyakazi kupinga utawala wa Tsar Nicholas. Maandamano katika miji, jeshi la Urusi liliamua kusimama pamoja na wananchi kupinga serikali. Wakati serikali inavunjika, bunge la nchi hiyo Duma, kuona hivyo, liliamua kushikilia madaraka katika kipindi cha serikali ya mpito. Pia Tsar alilazimika kung'atuka madarakani. Maandamano katika miji, jeshi la Urusi liliamua kusimama pamoja na wananchi kupinga serikali. Wakati serikali inavunjika, bunge la nchi hiyo Duma, kuona hivyo, liliamua kushikilia madaraka katika kipindi cha serikali ya mpito. Pia Tsar alilazimika kung'atuka madarakani. Katika kipindi cha miezi 9 ya kutokuwa na demokrasia ya kueleweka, iliwapo uhakika wa kina Ilyich Vladimir Lenin na chama chake cha Bolshevik, ambapo kwa siri waliweza kuunganisha nguvu zao. Baada ya mapinduzi ya mwezi wa 7 mwaka 1917 kushindwa kufanikiwa, chama cha Bolshevik waliweza kupata ushawishi mkubwa katika kamati ya jeshi la mapinduzi, ambapo mwaka huo waliweza kuvamia Winter Palace, jumba la utawala wa kifalme enzi hizo, na jeshi la mapinduzi hawakupata upinzani sana kuweza kudhibiti Winter Palace, na hivyo Lenin akawa kiongozi wa serikali mpya ya Urusi. Lenin alikuwa anaamini zaidi katika mabavu, utemi, na hii ni kutokana na kuvutiwa zaidi na kikundi cha The Jacobs kilianzishwa huko Paris mwaka 1789.
Hiki kilikuwa ni chama cha kisiasa chenye ushawishi mkubwa katika kipindi cha mapinduzi ya Ufaransa, na kilikuwa ni chama chenye itikadi kali, na kilikuwa chama ambacho hawana huruma. Lenin alimteua Felix kama mwenyekiti wa baraza la People's Commissariat katika mambo ya ndani, NKVD. Shirika hili majukumu yake lilikuwa ni kuhakikisha wanazuia na kuzima harakati zozote za mapinduzi ndani ya taifa hilo kwa kuhakikisha wanafanya kazi kwa kiwango bora. Baadaye Vecheka ilianzishwa kama mbadala ya NKVD. Jina la Cheka lilifupishwa na watu tu wakati wa kutamka. Shirika hili lilikuja kwa msingi kwa KGB. Baadaye Lenin alimteua Zerinsky kwa mwenyekiti wa shirika hilo. Zerinsky alikuwa ni mchoraji ambaye aliwahi kufungwa jela miaka 11 kwa tuhuma za kujihusisha na njama za mapinduzi kipindi cha utawala wa Tsar. Hili lilikuwa ni chaguo la kwanza kabisa la Lenin la kumteua kwa mwenyekiti wa shirika la Cheka. Baada ya bwana Zerinsky kuwa mzoefu kwenye nafasi yake hiyo, alianza kufanya mabadiliko ya kiutendaji na kimuundo ndani ya shirika la Cheka, ambapo aliamua kuhamisha makao makuu ya shirika la Cheka kutoka St. Petersburg kwenda jiji la Moscow, ambapo shughuli za shirika hilo la Cheka walizihamishia kwenye jengo la zamani la kampuni ya bima ya All Russian Insurance. Shirika liliongezewa nguvu kutoka kwa chombo cha kuchunguza hadi kuwa na uwezo wa kukamata, kufungua kesi na kuwa na uwezo wa kufunga watuhumiwa wowote. Pia Cheka walipewa uwezo wa kuongeza makambi kwa ajili ya kuwafunga wafungwa wote wa kisiasa na wengine wa kijasusi. Kabla ya kubadilishwa jina shirika la Cheka, walihusishwa na mauaji ya watu tofauti 500,000 tokea shirika hilo lianzishwa kwa ajili ya kuboresha mahusiano ya kibiashara na kiuchumi na mataifa magharibi. Na hivyo shirika la GPU lilianzishwa kuchukua nafasi ya Cheka, ambapo kimamlaka lilikuwa chini ya NKVD na halikuwa na nguvu sana kama ilivyokuwa kwa Cheka. Lakini baadaye kwa shinikizo la Lenin, bwana Zerinsky aliweza kubakia kwa mwenyekiti wa GPU na aliweza kufanya shirika la GPU kuwa na nguvu sana kama kipindi cha Cheka. Baada ya kupatikana kwa katiba mpya ya muungano wa Kisovieti mwezi wa 7 mwaka 1923, GPU ilibadilishwa jina na kuitwa OGPU, likiwa na lengo la mshikamano, ambapo Lenin alikuwa anataka kutimiza ndani ya taifa hilo la kijamaa kuwa wenye mshikamano. Mwaka 1924, baada ya Lenin kufariki dunia, Joseph Stalin alikuwa kiongozi wa taifa hilo, na hivyo Zerinsky ambaye alikuwa na muunga mkono Joseph Stalin kipindi cha harakati za kupata uongozi. Kupitia hilo, Joseph Stalin aliamua kumwacha abakie katika nafasi ya kuwa mwenyekiti wa shirika hilo la OGPU, na baada ya Zerinsky kufariki mwaka 1926, nafasi yake ilichukuliwa na Vyacheslav Mezinsky. Moja majukumu ya OGPU ilikuwa ni kuhakikisha wananchi wote wa taifa la Kisovieti wanautii, ambapo Joseph Stalin alianzisha mashamba ya ujamaa kwa wananchi wote kuhakikisha wanakidhi mahitaji ya nje ya OGPU. Baada ya kifo mwaka 1934 cha Vyacheslav Mezinsky, ambacho kilikuwa ni kifo chenye utata sana, nafasi yake ilikuja kujazwa na Gering Yagoda ambaye kitaaluma alikuwa ni mfamasia. Chini ya utawala wake, OGPU waliweza kupanua maabara zake na walianzisha tafiti za kisayansi katika tafiti za kibiolojia na kemikali za kiangamizi, ambapo Yagoda mwenyewe alipenda zaidi kufanya tafiti za binadamu akiwatumia wafungwa wa makosa mbalimbali. Baadaye Yagoda alikuja kuuliwa baada ya kukiri kosa la kufanya mauaji ya Mezinsky ili aweze kushika nafasi ya wenyekiti wa shirika la OGPU. Nikolai Yezhov alichaguliwa mwenyekiti mpya wa OGPU. Kwenye kipindi hiki, matukio ya kigaidi ndani ya taifa la Kisovieti yalikuwa yamefikia kilele. Katika kipindi hiki, vijana 3,000 wa Yagoda waliuliwa kati ya mwaka 1936 na 1938, na baadaye Stalin kwa hofu ya kushindwa kumdhibiti Yezhov wakiwa pamoja, Stalin alimpiga risasi Yezhov na kumuua. Ilikuwa ni mwaka 1938. Baada ya hapo aliteuliwa Lavrent Beria kwa mwenyekiti mpya wa OGPU, akiongoza kwa miaka 15, ambapo Beria alikuwa ni kiongozi mwenye akili sana, ambapo aliweza kutanua NKVD ikiwa chini ya OGPU. Na mwaka 1941 mashirika yalitenganishwa, ambapo shirika jipya la NKGB likaundwa kutoka kwenye OGPU. Hawa NKGB wao walikuwa na wajibu wa usalama wa ndani wa taifa hilo la Usovieti na kuzuia aina yoyote ya kazi, mipango ya majasusi kutoka nchi zingine, kusimamia makambi ya kukusanya na kusimamia maaskari katika vita vya msituni
na kazi mbalimbali kipindi cha vita na Mjerumani wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Mkuu wa kwanza wa shirika jipya la NKGB alikuwa anaitwa Vsevolod Merkulov, ambaye alikuwa ni mtiifu sana wa Beria na hivyo kugeuza NKGB kama chombo cha Beria Stalin ili kumdhibiti Beria ndani ya NKGB. Mwaka 1950 Merkulov alibadilishwa na Viktor Abakumov akawa bosi wa NKGB, ambaye hakuwa na mahusiano ya karibu na Beria, lakini baadaye Beria aliweza kumshawishi Stalin kwa Viktor Abakumov na alikuwa anataka kumpindua, hivyo mwaka 1951 aliuliwa. Baada ya kifo cha Stalin mwaka 1953, Beria alijaribu kushika nafasi ya Stalin kama dikteta wa taifa hilo, lakini alidhibitiwa na kuuliwa mwaka 1953 baada ya Nikita Khrushchev kuwa kiongozi wa taifa hilo la Kisovieti. Aliweza kufanya mabadiliko ya shirika hilo la NKGB na kulipa jina la mwisho mwaka 1954 na kuitwa KGB, ambapo shirika lilikuwa na wajibu wa kudhibiti jeshi la polisi, kuendesha operesheni mbalimbali, kulinda mipaka ya nchi na kuhakikisha usalama wa ndani wa taifa hilo. Sasa tuangalie KGB ya mwaka 1954 hadi 1991. Kwa watu wengi tumezoea kuita KGB, la kirefu chake ni Komitet Konsudastevonoy Bezopanos of the Soviet Union. Shirika hili lilianzishwa mwaka 1954 huko Moscow. Shirika hili awali lilianzishwa kama kamati ya ulinzi ya taifa la Usovieti na lilijumuishwa kwenye baraza la mawaziri, ila KGB walifanya kazi zao kwa uhuru na kwa kujitegemea kuliko taasisi yoyote ya serikali ya taifa hilo la Usovieti. KGB lilikuwa ni shirika kubwa zaidi la kipelelezi duniani na chombo cha ulinzi cha taifa hilo. Pia KGB ilijihusisha kwenye kila idara na kila kitu katika maisha ya watu ya kila siku katika taifa hilo la muungano wa Sovieti. KGB ilikuwa ni siri na ni shirika ambalo lilijitenga zaidi, na inasemekana kuwa ilikuwa ni vigumu sana kufahamika kwa wananchi. Hawakujua nini kinaendelea au kinafanywa na shirika hilo. Pia KGB ilikuwa imegawanyika katika idara mbalimbali na kila idara ilikuwa inaongozwa na mwakilishi ambaye lengo kuu ni kusimamia kanuni za usalama wa taifa hilo la Usovieti. Zaidi ya watu 500,000 wamefanya kazi ndani ya shirika la KGB na maelfu ya wapelelezi KGB walikuwa katika kila kona katika mataifa mbalimbali ulimwenguni kwa malengo ya kutimiza majukumu mbalimbali yenye manufaa kwa taifa hilo. Mwaka 1977 katiba ya Usovieti ilitamka kuwa baraza la mawaziri litaratibu na kuongoza kazi za mawaziri pamoja na kamati za kitaifa ikiwemo KGB. Tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 1978 mabadiliko mapya ya kisheria yalipitishwa ambapo yalibadili hadhi ya KGB na kuwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa taifa hilo la Kisovieti. Jukumu la msingi kabisa la KGB ilikuwa ni kukusanya taarifa za kijasusi kutoka mataifa mengine duniani, kulinda na kuzuia mataifa mengine kuweza kupata taarifa za kijasusi kutoka katika taifa hilo la Kisovieti, kuhakikisha na kulinda usiri katika polisi, askari wa KGB, kuzuia migomo na maandamano katika taifa hilo, kuhakikisha kuna usiri kwa walinzi wote wa boda za taifa hilo, na walikuwa na jukumu la kukusanya taarifa za kijasusi, electronic espionage, kupitia kutegesha simu kwa ajili ya kupeleleza, kutumia tape recorder, key watcher na kadhalika. Lakini pia KGB walisimamia maadili ya Kisovieti yanafuatwa na pia walisambaza itikadi za Kisovieti kwa propaganda. Majasusi katika kitengo hiki walihakikisha wananchi wanapata taarifa ambazo zimeruhusiwa tu na serikali, ndio ambazo wananchi wapata. Kama ilivyokuwa kwa mashirika mengine ya Kisovieti, KGB lilianza kuanguka baada tu ya aliyekuwa rais wa taifa hilo Mikhail Gorbachev aliposhika tu madaraka. Alianza kufanya mabadiliko katika shirika hilo ambapo maofisa wengi wa KGB walianza kutambulika kwenye vyombo vya habari na hakukuwa na usiri tena wa maofisa wanaofanya kazi kwenye shirika hilo, na pia maofisa wengi wa KGB waliweza kuruhusiwa kufanya mahojiano na vyombo vya habari. Muda huo huo majukumu mengi ya KGB yalianza kupoteza mwelekeo tofauti na malengo yao ya awali. Na baadaye KGB walibadilisha jina na kuitwa RFIS, Russian Foreign Intelligence Service, na liliendelea kufanya upelelezi nje ya taifa hilo. Hivyo basi, mfumo wa utendaji kazi wa KGB ulikuwa katika muundo wa baraza maalum la usalama. KGB lilikuwa linaongozwa na mwenyekiti ambaye alikuwa anaidhinishwa kupitishwa na bunge la nchi hiyo, lakini mwenyekiti huyu wa KGB alikuwa anateuliwa na chombo cha watungaji sera chini ya mwenyekiti wa KGB
kulikuwa na wasaidizi ambao wanakuwa mmoja au wawili, na kulikuwa na wasaidizi wa pili wa mwenyekiti wa KGB. Walikuwa wanakuwa 4 au 6. Hawa pamoja na wakurugenzi wakuu wa KGB kwa pamoja waliunda baraza la KGB ambalo lilikuwa na wajibu wa kusimamia utekelezaji wa mambo mbalimbali ndani ya KGB. Majukumu ya KGB iligawanywa katika mafungu 4 ambayo ni: 1, kulinda taifa la Usovieti dhidi ya majasusi kutoka nje; 2, kufichua na kuchunguza makosa ya kisiasa na kiuchumi ambayo yanafanywa na wananchi wa taifa hilo; 3, kulinda mipaka ya taifa hilo; 4, kulinda siri za taifa hilo. Ili kuweza kutimiza majukumu yote haya, kati ya Wasovieti 390,000 na 700,000 walifanya kazi katika bodi 6 za wakurugenzi wa KGB. Mkurugenzi mkuu wa kwanza alikuwa anawajibika kwa utendaji kazi zote za kijasusi nje ya mipaka ya taifa hilo. Ndani kurugenzi hii kulikuwa na idara zingine chini yake ambazo ziligawanya kiutendaji kazi: mafunzo ya kijasusi, ukusanyaji na uchambuzi wa taarifa za kijasusi, na kujua jiografia dunia nzima ili kuweza kufanya utendaji kazi wao kwa ufanisi. Kwa kuzingatia aina ya kazi katika kurugenzi hii, walikuwa wameteua mkurugenzi aliyefanya vizuri zaidi kuliko wakurugenzi wengine, na mwenye historia nzuri ya kitaaluma, na mwenye uwezo wa lugha zaidi ya moja, na mwenye imani kali zaidi ya kijamaa. Mkurugenzi wa pili alikuwa anawajibika kuhakikisha udhibiti wa mambo yote ya kisiasa na kuzuia ushawishi kutoka mataifa ya nje ndani ya taifa hilo. Walikuwa na wajibu wa kuchunguza makosa ya kisiasa, kiuchumi, kuzuia mabalozi au maofisa wa ubalozi kuweza kujichanganya na wananchi wa kawaida wa Kisovieti. Walikuwa na wajibu wa kudhibiti na kuangalia watalii wanaokuja kwenye taifa hilo, na pia kuangalia na kufuatilia wananchi wote wa kigeni waliokuwa wanasoma nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa 3 ni kurugenzi hii. Wao walihusika na kuzuia ujasusi katika majeshi yao, na walizuia na kuchunguza shughuli zote za kisiasa ndani ya jeshi la Kisovieti. Ndani ya kurugenzi hii ziligawanyika idara 12 ambazo walikuwa na wajibu wa kuangalia na kuchunguza majeshi mbalimbali ya taifa hilo pamoja na kazi zote za bunge. Mkurugenzi mkuu wa 4, hawa walikuwa na wajibu wa kuangalia usalama wa ndani wa taifa hilo kwa kushirikiana na kurugenzi namba 2. Hii kurugenzi iliundwa mwaka 1969 kudhibiti wapinzani wa mawazo ya kisiasa mbali na ujamaa, na hawa walikuwa na kazi ya kuzuia na kuvunja upinzani katika jamii za kidini, na hata wasomi ambao walikuwa wanapinga serikali ya Kisovieti walidhibitiwa na kupotezwa maisha. Mkurugenzi mkuu wa 5, hawa walikuwa wanawajibika katika suala zima la mawasiliano ndani ya taifa hilo. Pia walihusika kuangalia mifumo ya mawasiliano katika mataifa mengine ya nje, kulinda mawasiliano katika kiwango cha hali ya juu ili maadui wasiweze kujua. Walihusika kufanya mawasiliano idara zingine za KGB walio nje ya taifa hilo. Pia walihusika katika kubuni na kutengeneza vifaa vya kisasa vya mawasiliano. Mkurugenzi mkuu wa vikosi vya kulinda boda, hawa walikuwa na wajibu wa kulinda mipaka ya Sovieti ardhini na majini, na walikuwa na majukumu ya kuhakikisha wanazuia aina yoyote mashambulizi au uhamiaji haramu ndani ya taifa hilo, wakiwa na silaha zozote, kuangalia meli zote za kigeni eneo lote la taifa hilo. Kila lenye mwanzo lina mwisho. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 1991, kiongozi wa taifa la Kisovieti Mikhail Gorbachev alikuwa amevamiwa na wanamapinduzi ambao walikuwa wanataka kupindua utawala wake. Hawa wapangaji njama za mapinduzi, akiwemo Luteni Jenerali Yuri Pekanov ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa walinzi wa rais Gorbachev, na wengine walikuwa wanaona kama ujamaa unaenda kufa chini ya utawala wa Gorbachev. Walichoamua ilikuwa ni kumshinikiza jiuzulu rais au akabidhi mamlaka kwa makamu wa rais Gennady Yanayev. Baada ya kukataa kufanya hivyo, walinzi wa KGB walizingira nyumba yake na kuweza kumzuia kufanya mawasiliano na mataifa mengine duniani, na walimzuia asiweze kutoka pia jijini Moscow. Wakurugenzi 7 wa KGB walikuwa wanafahamika kama Alpha Group walipewa maagizo kudhibiti jengo la shirikisho la Urusi la Kremlin. Tofauti na walivyotarajia wana mapinduzi hao, jengo halikudhibitiwa na kiongozi wa KGB ambaye hakutii amri. Alikuwa ni Mikhail Golovatov. Wana mapinduzi badala yake walipanga kufanya mapinduzi baridi siku inayofuata. Kwa ushawishi, makundi ya upinzani yakiongozwa na Boris Yeltsin waliweza kulinda jengo la shirikisho la Urusi, lakini hata hivyo mpango wa kuteka jengo hilo haukufanikiwa. Baada ya kutambua mipango yao ya mapinduzi imeshindikana, waliopanga njama walijaribu kufanya mazungumzo na Gorbachev akiwa bado ameshikiliwa na wao, lakini Gorbachev alikataa kuonana na wana mapinduzi, na hata baada ya vikosi vitifu kufika kumkomboa, wengi walikamatwa na mapinduzi yakawa yamedhibitiwa. Vinara 8 muhimu wa mapinduzi walioitwa Gang 8 waliojaribu kumpindua Gorbachev walikuwa ni makamu wa rais, mwenyekiti wa KGB,
waziri wa ulinzi, waziri mkuu, wawakilishi wa baraza la usalama la Sovieti, Presidential State Enterprise, Industrial Construction, Transport and Communication na waziri wa mambo ya ndani. Kati ya hao 7 walikamatwa na kuhukumiwa kwa makosa ya kutaka kupindua nchi, na mmoja alijipiga risasi ya kichwa. Baada ya hapo Gorbachev alifanya mabadiliko makubwa sana, ikiwemo kuvunja baraza la Umoja wa Muungano wa Mataifa ya Kisovieti, na huo ukawa mwisho wa ujamaa kule Urusi na duniani kote. Kati ya watu waliokuja kuondolewa madarakani kubadilishwa alikuwa ni Vladimir Kryuchkov, ambaye alikuwa mwenyekiti wa KGB kwa miaka 3, na nafasi yake ilikuja kujazwa na Vadim Bakatin kama mwenyekiti wa KGB, ambaye baadaye alitoa maoni kwa KGB ifungwe tu, na huyo alikuwa ni mmoja wa watu ambao Gorbachev alimpenda, maana alikuwa ni mtiifu sana kwake. Na hatimaye Oktoba 24, 1991 KGB rasmi ikafunga kazi zake. Hivyo basi KGB ilianzishwa tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 1954 na kufa rasmi tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 1991 chini ya utawala wa Vadim Bakatin na Mikhail Gorbachev. Tofauti na vipindi vya nyuma kabla 1954, KGB haikufa, ila ilifanywa tu marekebisho kulingana na mahitaji. Ila 1991 KGB ilikufa rasmi na kuharibiwa vibaya na kujikuta yanabakia mashirika madogo sana baada ya kuvunjwa, na hivyo kujikuta wanabanwa na kushindwa kujitanua na kuwa wenye nguvu kama ilivyokuwa zamani enzi za KGB yenyewe. Baadaye yakaanzishwa mashirika madogo yanayofanya kazi za kijasusi kama zile za KGB, ambayo ni The Foreign Intelligence Agency FIA. Hili liliundwa baada ya kufa kwa KGB, na kwa sasa wanahusika zaidi na utendaji kazi za nje ya Urusi, kukusanya taarifa za kijasusi na kufanya uchambuzi wa taarifa za kijasusi. Zamani kazi hizi zilikuwa chini ya mkurugenzi mkuu wa kwanza KGB. 2. The Federal Agency for Government Communication and Information. Hii ni muunganiko wa kurugenzi kuu 8 na kurugenzi 16 za ile iliyokuwa KGB, ambapo maelfu ya watu wake waliokuwa KGB waliunganishwa na kujiunga na Federal Protective Service at the Presidential Security Service, ambao kwa pamoja wana wajibu wa kuhakikisha usalama wa mawasiliano na ujasusi wa nchi unadhibitiwa na maelfu ambayo inawajibika katika kulinda Kremlin pamoja na viongozi wengine wa serikali. 3. The Federal Security Service. Hii iliundwa mwaka 1993 baada ya kufukuzwa aliyekuwa waziri wa ulinzi wa taifa hilo. Shirika hili lina watu zaidi ya 75 ambao kwa pamoja wana wajibu wa kulinda usalama wa ndani wa taifa hilo. Mwisho, shukrani kwa wababe wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.